Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Anauliza muulizaji, nini hukumu ya kumtoa uzazi paka, yani mnyama paka qit? Aljawab, alhaywanu lahu haqqun kadhalika fi lhayati wa lahu haqqun fi linjabi min haythu laslu illa idha tarattaba ala linjabi dararun fa innahu yubahu man'uhu au rabtu rahimihi min alhamli liinqadhi hayatihi wa hayati man sayatawalladu minha tilka alqitta. Jawabu ni kwamba paka ni mnyama ambaye naye ana haki ya kuishi na pia ana haki ya kuzaa. Kama itakuwa kuzaa kwake hakupelekei kuleta madhara, basi ana haki ya kuzaa kwa sababu ya kuendeleza kizazi kitokanacho na wanyama wa aina hiyo. Isipokuwa pakitokezea madhara, kwa mfano ikatokezea sasa wanyama wamekuwa wanazaa sana kiasi ambacho hakuna wa kuwatunza wanyama wale, na wakawa wanazagaa katika maeneo ya watu na kuleta madhara katika mali zao au vitu vyao, au ikawa ni wengi kiasi ambacho sasa wamekuwa hawana hata watu wa kuwatunza, wakawa wanapita njiani na kusababisha madhara mbalimbali na kupoteza uhai wao kwa kuwa hawana watu wa kuwatazama wala wasimamizi. Hapo katika hali ya dharura inaruhusika kuwafunga uzazi wanyama wa aina hiyo, ima baadhi yao na ima kuwafunga kwa muda, kutokana na madhara hayo ambayo yanatokezea katika jamii, ili kuondosha madhara hayo na kuokoa pia uhai wa vile ambavyo vimezaliwa au vile ambavyo vinatarajia kuzaliwa. Na hili linafanyika pia kitaalamu, na matabibu wa masuala ya wanyama wanafanya hivyo katika baadhi ya wakati kwa kuondosha madhara ya namna hiyo, kwa sababu unakuta wanyama wako katika mitaa hali ya kuwa hawana usimamizi maalum. Mwisho wanakuwa wanaanza kuharibu vitu vya watu, wakawa wanakosa mtu wa kuwatunza, na mwisho wanafikia hatua sasa kuanza kuleta madhara katika mali za watu, vyakula vyao na mfano wa hayo. Kwa hivyo hili linaruhusika kwa kadri ya dharura, wa yajuzu fi dharurati ma la yajuzu fi ghairiha, na katika dharura inajuzu kufanya lile ambalo lilikuwa haliruhusiki kama lau si dharura. Lakini pia kanuni inatuambia kwamba yurtakabu akhafu dhararain litiqai ashaddihima, kwamba hufanyika lile ambalo lenye madhara madogo zaidi ili kuepusha lenye madhara makubwa zaidi. Kwa hivyo kuwafunga uzazi paka wenye jinsia ya kike au jinsi ya kike wakawa hawazai kwa muda maalum au kwa wakati maalum au kwa idadi maalum, hilo ni bora zaidi kuliko kuwacha wakazaa kisha wakawa wanakufa njiani au wanaharibu mali za watu. Kwa hivyo kuwacha wakafanya hivyo ni madhara makubwa zaidi na kuwazuia madhara madogo. Kwa hivyo naruhusika kufanya ile madhara madogo ili kuepusha madhara makubwa. Wallahu ta'ala a'lam.